Simba inaendelea na hesabu za kusuka kikosi chake na sasa kuna mashine mbili kutoka Mali zinakuja kuangaliwa na kocha Steve Barker kabla kupewa mikataba ya miaka miwili kila mmoja kuvaa jezi nyekundu na nyeupe. Simba ambao ni mabingwa wa kombe la CRDB wanaboresha kikosi chao kwa ajili ya kufanya vizuri msimu ujao, kuanzia kwenye michuano ya Kagame Cup, ngao ya jamii, kombe la CRDB, ligi kuu na ligi ya mabingwa Afrika ambayo timu hiyo itashiriki. Kuonesha kuwa ipo kwenye mikakati bora, jana ilimtambulisha kiungo Kelvin Nation kutoka Pamba Jiji ambaye katikati ya msimu uliopita iliripotiwa na moja ya chombo cha habari kuwa amejiunga na Simba kwa mkataba miaka miwili. Hesabu hizo zinamshusha nchini mshambuliaji Ibrahima Dombia ambaye ndiye mfungaji bora nchini Mali msimu uliopita akifunga mabao 17. Simba imeshafanya mazungumzo na star huyo, lakini inataka kocha Barker ajiridhishe naye kwanza. Barker hamjui sawasawa Dombia na ameomba mshambuliaji huyo aje acheze mashindano ya Kagame Cup ambayo Simba itashiriki ili kupima ubora wake kabla ya maamuzi ya mwisho wa kupewa mkataba miaka miwili. Bosi wa juu wa Simba Sports Club amefunguka kuwa Dombia ambaye alitangazwa kuwa mchezaji bora wa ligi ya Mali anakuja kutoka kwenye mapendekezo ya maskauti wanaofanya kazi na klabu hiyo ambaye pia alikuwa anawindwa na Al Hilal ya Sudani. Nikimnukuu bosi huyo amesema, tumeambiwa ni mshambuliaji mzuri lakini sisi hatufanyi maamuzi ya mwisho, rekodi zake zinashawishi. Tunataka kocha wetu Barker naye ajiridhishe kama ni mtu anayemtaka kwa mipango yake. Kwa hiyo kuna mambo tumekubaliana na klabu yake na wasimamizi wake. Atakuja, tutampa nafasi ya kucheza mashindano ya Kagame. Kama kocha akijiridhisha kwamba kiwango chake ni kizuri, basi tutasaini mkataba miaka miwili. Atakuwa mchezaji wa Simba. Tunataka kufanya mambo kwa uhakika zaidi. Mbali na Dombia, pia safari hiyo itamleta kiungo wa Real Bamako Mohamed Sangare ambaye naye atapewa nafasi kama mshambuliaji huyo. Sangare ambaye anacheza kiungo wa ulinzi anahesabika kama mchezaji mwenye kipaji kikubwa ambapo Simba inataka kumuongeza kuboresha eneo lao la kiungo. Nikimnukuu bosi huyo amesema, hata huyo Sangare naye anakuja kwa njia hiyo hiyo. Tumeona ni kijana mdogo mwenye kipaji lakini naye kocha hamjui. Tunataka ampe nafasi na sisi tutaona kama ni mchezaji mzuri atatufaa, basi tutamalizana naye. Mwisho kunukuu. Ujio wa Sangare utakuwa ni pressure nyingine kwa Alassane Kante ambapo inaelezwa kama kiwango chake kitashawishi pande hizo mbili, kunaweza kuweka mashakani nafasi ya raia huyo wa Senegal ambaye ametumikia nusu ya mkataba wake wa miaka miwili. Mashindano ya Sekafa yataanza Julai 24 nchini Rwanda jijini Kigali ambapo Simba imepangwa kundi B sambamba na timu za Jamusi ya Sudani, Mogadishu ya Somalia na Singida Black Stars ambapo pia wekundu hao watatumia nafasi hiyo kuweka kambi ya maandalizi ya msimu mpya wa 2026-27. Akizungumza kuhusu mipango ya msimu ujao, kocha wa Simba Steve Barker amesema moja ya maeneo ambayo yeye na uongozi wa klabu walikubaliana kuyaimarisha katika dirisha hili la usajili ni nafasi ya mshambuliaji wa kati, ambapo nikimnukuu Barker amesema, baada ya tathmini ya msimu tulikubaliana kuwa tunahitaji kuongeza ubora katika baadhi ya maeneo. Moja ya nafasi hizo ni mshambuliaji wa kati ili kuongeza ushindani na kuwa na chaguo zaidi ndani ya kikosi. Mwisho kunukuu. Kauli hiyo inaendana na harakati zinazodaiwa kufanywa na Simba za kumfuatilia Dombia ambaye pia anatolewa macho na klabu za Afrika Kusini na nyingine zikiwa za ukanda huo. Mahitaji ya Simba ya kupata mshambuliaji mpya yalionekana wazi mwishoni mwa msimu uliopita baada ya kukumbwa na changamoto katika eneo hilo. Kusimamishwa kwa Jonathan Soa kulilazimisha benchi la ufundi kumtumia kiungo mshambuliaji Elie Mpanzu kucheza kama mshambuliaji wa kati katika baadhi ya mechi muhimu za mwisho wa msimu ili kuziba pengo lililoachwa. Soa tayari amerejea Singida Black Stars baada ya kuachana na Simba kufuatia kile kilichoelezwa kuwa ni utovu wa nidhamu, hali iliyoongeza umuhimu wa klabu hiyo kutafuta mshambuliaji mwingine.